Kati ya mwaka wa 2007 na mwaka wa 2010, Samuel Wanjiru alijipatia takriban dola 1160 za Marekani kupitia mashindano ya mbio. Hii ikamweka kwenye orodha ya wanamichezo waliokuwa wakilipwa zaidi nchini Kenya kwa wakati huo. Lakini kama ilivyo ada ya maisha ya umaarufu, fedha hizi zilikuja na mizigo yake: anasa, vileo na uraibu wa pombe uliomchosha kimwili na kisaikolojia. Umaarufu wake uligeuka kuwa mzigo, na hatimaye mwezi Mei mwaka wa 2011 taifa likakumbwa na mshangao baada ya ripoti kuenea kuwa bingwa huyu amepatikana amefariki nyumbani kwake mjini Nyahururu. Swali ni nini hasa kilitokea? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Kawaida yetu ni kukuomba uwe sehemu ya jamii hii ya maarifa kwa kusubscribe kwenye chaneli yetu, kushiriki mjadala kupitia comment section na kusambaza kazi zetu ili tuendelee kubadilishana fikra na mitazamo kuhusu matukio yanayotugusa. Tarehe 10 Novemba mwaka wa 1986, huko Nyahururu, kaunti ya Laikipia, Kenya, Samuel Wanjiru alizaliwa. Alikulia katika familia ya kimaskini akiwa na ndugu yake mdogo Samuel Njirige. Baba yao aliwatupa wakiwa wachanga, hivyo jukumu la malezi likabaki kwa mama pekee, Bi Hana Wanjiru. Ni kwa sababu hii Wanjiru alibeba jina la mama yake kama kumbukumbu ya mapambano yake ya kutunza familia yake pekee. Kwa umri wa miaka 12, Wanjiru aliacha shule. Sababu kuu ilikuwa hali ngumu ya kifedha iliyomweka mama yake katika wakati mgumu wa kugharamia masomo yake. Lakini hatima ya kijana huyu haikufunikwa na giza la umaskini. Ndani yake kulikuwa na kipaji cha kukimbia masafa marefu kilichokuwa kikisubiri kuibuliwa. Mwaka wa 2002, akiwa na umri wa miaka 15, Wanjiru alishiriki mashindano ya mbio jijini Nairobi na kushika nafasi ya 3. Ushindi huu mdogo ulimvutia Japanese talent scout aliyekuwepo kwenye mashindano hayo akitafuta vipaji vipya. Ndipo safari ya Wanjiru ikaanza kubadilika. Alipelekwa mjini Sendai, Japani kusomea shule ya upili huku akiboresha kipaji chake cha riadha. Wakati huo huo, huko Nyahururu, mchumba wake Triza Njeri alikuwa akisubiri siku hiyo ambayo Wanjiru angerejea nyumbani ili waungane rasmi. Wanjiru na Triza walikutana mwaka wa 2005 wakati Triza alikuwa mwanafunzi wa shule ya sekondari ya Ngobit. Ingawa alimzidi Wanjiru kwa miaka 5, tofauti hiyo haikuzuia penzi lao kuchanua. Walianza kuchombezana hadi Triza akaanza kutembelea mara kwa mara nyumbani kwa mama ya Wanjiru. Bi Hana, mama wa Wanjiru, alimpenda Triza na alimkaribisha kuishi nao. Alisisitiza kwamba Triza ndiye aliyestahili kuolewa na mwanawe. Hatua hiyo iliimarisha penzi lao, huku Triza akiendelea na shughuli zake kama msusi mjini Nyahururu baada ya kuhitimu masomo ya Beauty College huko Nyeri. Ni katika mwaka huo huo wa 2005, tarehe 11 Septemba, ambapo dunia ilianza kumtambua rasmi Samuel Wanjiru. Akiwa na miaka 18, alishiriki Rotterdam Half Marathon kule Uholanzi na kuvunja rekodi ya dunia. Tukio hili liliandika jina lake katika historia ya riadha. Zaidi ya heshima na sifa, ushindi huo ulimletea kitita kikubwa cha pesa, zaidi ya dola 100 za Marekani, pesa ambazo kwa kijana mdogo kutoka familia duni ziliweza kumfanya aone maisha kwa mtazamo tofauti. Lakini kumbuka, pesa ni baraka ikiwa inatumiwa kwa busara, na ni laana ikiwa haitathibitiwa. Kwa Wanjiru, pesa ziligeuka kuwa upanga wenye makali mawili. Baada ya ushindi mkubwa wa Samuel Wanjiru na umaarufu uliomfunika, Triza alianza kugundua mabadiliko makubwa kwa mumewe. Kulingana naye, hata mama mkwe wake Hana naye alibadilika. Alianza kumchukia na kumlaumu Triza mara kwa mara, akidai kwamba alikuwa ametumia uchawi ili kumteka moyo wa mwanawe. Hata hivyo, licha ya jitihada za mamake kuvunja uhusiano huo,
Wanjiru hakumkana Triza. Mwaka wa 2005 wawili hao wakaamua kuishi pamoja kwa mtindo wa come we stay. Kama ishara ya mapenzi, Wanjiru aliamua kuwekeza sehemu ya fedha alizoshinda kwenye mbio, akajinunulia shamba na kujenga nyumba 4 za kupangisha. Moja ya nyumba hizo wakaitumia kama makao ya muda kabla ya kujenga jumba lao la kifahari katika mtaa wa Muthaiga, Nyahururu, ambalo lilikamilika mwaka wa 2007. Mwaka wa 2006 baraka kubwa iliwajia. Walipata mtoto wao wa kwanza, msichana ambaye walimpa jina la mama yake Wanjiru, Hana. Penzi lao liliendelea kushamiri kiasi cha kupanga kufunga ndoa ya kanisani mwaka uliofuata. Lakini mipango hiyo ilivunjika ghafla baada ya Wanjiru kurudi nyumbani siku moja na kumwambia Triza kuwa harusi hiyo haitafanyika tena bila kutoa sababu yoyote ya msingi. Pamoja na changamoto hizi za kifamilia, Wanjiru alizidi kung'aa kimataifa. Mwaka wa 2008 alishinda mbio za Beijing Olympic Marathon kwa muda wa saa 2 na dakika 6 na sekunde 32, rekodi mpya ya Olympic. Alikuwa Mkenya wa kwanza kushinda dhahabu kwenye marathon ya Olympic na pia mshindi mwenye umri mdogo zaidi tangu mwaka wa 1993. Ushindi huo ulimpa heshima kuu duniani, lakini pia maisha yake yalianza kubadilika kwa kasi. Wakati huu, familia yake pia iliongezeka baada ya kupata mtoto wao wa pili wa kiume. Lakini kulingana na Triza, ndipo matatizo ya ndoa yao yalipoanza kuota mizizi. Sababu kuu ilikuwa ukosefu wa muda wa faragha, kwani ratiba ya mazoezi ya Wanjiru ilimlazimu kuhamia Ngong na wakati mwingine Eldoret, akiacha familia yake Nyahururu. Mwaka wa 2009 ndoa ya Wanjiru na Triza ilianza kuyumba zaidi. Uraibu wa pombe, usinzi na marafiki wabaya wakamvuta taratibu chini. Hali hii ikampelekea kufanya maamuzi yasiyo na mwelekeo. Mwaka huo huo alikutana na Mary Wachira Ngugi, mwanariadha pia wa marathon aliyekuwa ameshinda medali ya shaba kwenye mbio za mita 500 katika 206 World Junior Championship. Uhusiano wa Wanjiru na Mary ulianza taratibu, lakini baadaye ukageuka kuwa wa kimapenzi. Desemba mwaka 2009 walifunga ndoa rasmi, jambo lililomfanya Mary kuwa mke wake wa pili. Sababu kuu iliyomwezesha kufanya hivyo ni kwamba Wanjiru na Triza hawakuwa wamefunga ndoa rasmi ya kikanisa. Hivyo kisheria Triza hakutambulika kama mke wake halali. Kwa kuimarisha nafasi ya Mary, Wanjiru alimnunulia nyumba karibu na pale alipoishi Triza na karibu na nyumba ya mama yake huko Muthaiga Estate, Nyahururu. Kulingana na majirani, wanawake hao watatu, Mary, Triza na mama yake Wanjiru, walikuwa wakiingia kwenye mabishano ya mara kwa mara, kila mmoja akitaka kujihakikishia nafasi ya kipekee katika maisha ya bingwa huyo. Sio tu kwa sababu ya mapenzi, bali pia kutokana na nafasi ya kufaidika na umaarufu na utajiri aliokuwa nao. Agosti mwaka wa 2010, Mary na Wanjiru walijaliwa mtoto wa kike ambaye alipewa jina la Anne Wanjiru, jina la mamake Samuel. Wakati huu ndoa ya Wanjiru na Triza ilikuwa ikivunjika vibaya sana. Tarehe 26 Desemba mwaka 2010, mgogoro mkali ulitokea kati ya wanandoa hawa. Wanjiru akiwa na hasira kali alitishia maisha ya Triza kwa kutumia bunduki ya magendo. Triza na msaidizi wa nyumba walifanikiwa kutoroka baada ya Wanjiru kujaribu kuwapasulia dirisha akiwa na silaha hiyo. Walikimbilia kwa mlinzi wa jumba ambaye aliwasaidia kujificha kwenye jumba moja iliyokuwa bado haijakamilika ujenzi ndani ya boma hilo. Kulingana na mwendesha mashtaka wa kesi hiyo wakati huo, John Ruto, ilibainika kwamba Samuel Wanjiru alimshambulia mlinzi wake kwa risasi, akampiga shavuni na mkono wa kulia. Hata hivyo, Triza alifanikiwa kujiokoa kutoka kwenye janga hilo na akakimbilia kutoa taarifa katika kituo cha polisi cha Nyahururu mnamo saa 3:30 usiku.
Mara moja, maafisa wa usalama waliwasili nyumbani kwa Wanjiru na kuanzisha msako wa kutafuta bunduki iliyotumika. Baadaye, silaha hiyo ilipatikana na Wanjiru akatiwa mbaroni. Alipofikishwa mahakamani, Wanjiru alikana mashtaka yaliyokuwa yametolewa dhidi yake, akisisitiza kuwa alikuwa amesingiziwa. Hata hivyo, aliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000. Bunduki hiyo ikakabidhiwa kwa wataalamu wa silaha ili kufanyiwa uchunguzi kubaini kama iliwahi kutumika kutekeleza uhalifu mwingine. Hatua inayofuata ilikuwa kesi kusikilizwa tarehe 10 Januari mwaka wa 2011, huku mashahidi wakitarajiwa kuwasilisha ushahidi wao tarehe 14 Machi mwaka wa 2011. Kwa mshangao wa wengi, Triza aliamua kuondoa kesi hiyo mahakamani, akieleza kuwa yeye na mumewe walikuwa katika mchakato wa kuweka mambo yao sawa. Aidha, Masinde, mlinzi wa nyumba, naye aliamua kuondoa shtaka lake dhidi ya Wanjiru. Kutokana na suluhu hiyo, Wanjiru alimwomba mke wake msamaha hadharani na akaandaa sherehe kubwa ya Valentine's Day tarehe 14 Februari mwaka wa 2011 katika Carnival Restaurant jijini Nairobi. Paparazi waliwanasa wakifurahia usiku huo wa mahaba, na mbele ya umati, Wanjiru alitangaza kwamba Triza ndiye mke wake halali na si Mary Wachira. Licha ya tangazo hilo la umma, Wanjiru hakuacha tabia zake za awali. Aliendelea kuwa na uhusiano wa siri na wanawake mbalimbali. Mfano hai ni tukio la tarehe 15 Mei mwaka wa 2011, miezi mitatu tu baada ya kuomba msamaha hadharani. Siku hiyo, Wanjiru alifika nyumbani kwa mpango wake wa kando, Judy Wambui, aliyekuwa akiishi Koinange Estate, Nakuru, Nyahururu Road. Kulingana na Judy, bingwa huyo alionekana mlevi na alikaa nyumbani kwake kwa takriban saa moja kabla ya kuondoka kuelekea kwa nyumba yake aliyokuwa akiishi na Triza. Alimwambia Judy kuwa alikuwa na dharura aliyopaswa kushughulikia. Wakati huo, majira ya saa 4 usiku, Wanjiru alimpigia simu mpenzi wake mwingine, Jane Nduta, msichana mwenye umri wa miaka 22 aliyekuwa akifanya kazi kama mhudumu katika Fall Restaurant, eneo la Nyahururu, sehemu iliyokuwa umbali wa kilomita 1 tu kutoka nyumbani kwa Triza. Samuel Wanjiru na Jane Nduta walikuwa katika uhusiano wa kimapenzi kwa kipindi cha miezi michache. Usiku wa tukio, Samuel alimuandikia na kumpigia simu Jane akimtaka amsubiri katika klabu hiyo, akidai alihitaji kumwona. Kulingana na ushahidi wa Jane mahakamani, Samuel alifika kwa Fall Restaurant muda mfupi kabla ya kufungwa, karibu saa 5 usiku. Wakati walipokutana, tayari alikuwa mlevi. Kwa kuwa muda wa kufungwa ulikuwa umewadia, wawili hao walilazimika kutafuta sehemu nyingine ya kujiburudisha. Hapo wakajipata katika Jumrock Restaurant walipoendelea kujimiminia pombe. Baada ya muda, Samuel alimsihi Jane aende naye nyumbani kwake. Alimwambia hakuwa akiishi tena na Triza, mke wake wa kwanza, na akamhakikishia kuwa walikuwa wameachana kitambo. Zaidi ya hayo, alimhadaa Jane kuwa nyumba hiyo sasa ilikuwa mali yake. Kwa mujibu wa simulizi la Jane, kichwani mwake alijijazia kuwa sasa hatorudi kwao tena. Aliamini atabaki kama mke wa Samuel mwenye utajiri na maisha yake kama mhudumu wa klabu yangebaki nyuma. Wakati huo huo, Triza, mke wa kwanza wa Samuel, alikuwa amemtembelea mwanafamilia wake James Mara na akashinda huko siku nzima. Hatimaye aliondoka karibu saa 6:30 usiku ili kurejea nyumbani. Kulingana na Triza, alipowasili aliingia kwanza kwenye nyumba ya wafanyakazi kuandaliwa kikombe cha chai kabla ya kuelekea ndani. Baadaye alipanda hadi chumbani kwao kilichokuwa ghorofa ya juu. Alipofika, alikuta taa ya chumba ikiwa imewashwa. Ndani, kitandani, alimwona Samuel amelala chali, lakini pembeni yake kulikuwa na mwanamke asiyemfahamu, Jane Nduta.
Triza alimuuliza mara moja Jane ni nani na alikuwa akifanya nini katika chumba chao cha ndoa. Kwa mshangao, Jane alijitambulisha kama mke halali wa Samuel na mmiliki wa nyumba hiyo. Kisha bila kusita, aliruka kutoka kitandani na kumvamia Triza, akimkaba koo kwa nia ya kumnyonga. Kwa bahati, Triza alifanikiwa kujinasua kutoka mikononi mwa Jane. Haraka alitoka nje ya chumba na kufunga mlango kwa nje. Kisha akafunga lango kuu wa nyumba. Akiwa nje, alipiga simu kituo cha polisi Nyahururu kuripoti uvamizi huo pamoja na kitendo cha mumewe kumleta mwanamke chumbani kwao. Ni wakati huo ambapo Samuel alijitokeza kwenye roshani akimfokea Triza afungue mlango wa chumba. Triza alikataa, akamwambia asubiri polisi. Ndipo ghafla Samuel Wanjiru aliruka kutoka roshani ya ghorofa ya kwanza na kuangukia kichwa chake sakafuni. Kwa kuona mumewe akianguka huku damu ikimtoka puani, Triza alishikwa na butwa. Hakuthubutu kumsogelea. Badala yake alikimbilia Busara Nursery School kuomba msaada, lakini hakumkuta yeyote pale. Baadaye alimpigia simu mpwa wa Samuel, Mara, ambaye alikuwa naye mapema siku hiyo. Akamweleza yaliyotokea. Kisha aliwapigia tena maafisa wa polisi wa Nyahururu. Polisi walipowasili, Samuel alikimbizwa hospitali ya Nyahururu District. Wakati huo, Triza alienda polisi kuandika taarifa rasmi. Polisi walimhoji na kisha wakarudi naye nyumbani kuchukua ushahidi kutoka eneo la tukio. Waliporejea kituoni, ndipo Triza alipopewa taarifa kuwa Samuel Wanjiru alikuwa tayari amefariki dunia. Kifo cha Samuel Wanjiru kilitikisa dunia nzima. Mashabiki wake walishangaa, ni vipi bingwa huyu wa mbio za marathon angefariki ghafla namna hii? Hata nyumbani kwake, msiba huu ulizua mizozo mikali ndani ya familia. Mama yake, Hana, alimshutumu Triza, mke wa kwanza wa Samuel, kwa kosa la kumuua mwanawe kwa kumpiga na chuma kichwani. Hali ikazidi kuwa tete pale ambapo Hana alienda mahakamani kuomba zuio la Triza kuuzika mwili wa mwanawe. Mara moja, Jaji Sanjere Mukele alitoa agizo kwamba mwili wa Wanjiru usingezikwa hadi uchunguzi wa maiti ukamilike. Mnamo Mei tarehe 27 mwaka wa 2011, Moses Njue aliyekuwa patholojia mkuu wa serikali alifanya upasuaji wa maiti ya Wanjiru. Ripoti yake ilieleza kuwa mwanariadha huyo alifariki kutokana na kuanguka na kuumia sehemu ya kisogo cha kichwa chake. Aidha, ripoti hiyo ilibainisha kuwa Samuel alikuwa amelewa sana wakati wa kifo chake, jambo lililomnyima uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kutokana na kuvuja damu nyingi ndani ya mwili, maisha yake yakakatika. Mahakama ikaruhusu mwili wake kuzikwa, na tarehe 11 Juni mwaka wa 2011, huku Heshima Village, Nyahururu County, bingwa huyo alilazwa kaburini. Lakini mazishi hayakumaliza vita vya kisheria. Badala yake, moto wa mgogoro wa urithi na madai ukaanza rasmi. Mwaka uliofuata, Aprili mwaka wa 2012, mpango wa kando wa Wanjiru, ambaye pia alikuwa akikaa naye usiku wa tukio, aliwasilisha kesi kotini akidai sehemu ya mali ya marehemu kwa niaba ya mtoto wake mchanga, Samuel John Kamaura, aliyezaliwa muda mfupi baada ya kifo cha baba yake. Hali hii ilipelekea kesi za kifamilia kuendelea hadi Januari tarehe 9 mwaka wa 2023, pale mahakama ya Milimani jijini Nairobi ilipoamua kusikiliza upya kesi ya kifo cha Wanjiru. Usikilizaji huo upya ulikuwa na lengo moja: kubaini iwapo Samuel alijirusha mwenyewe kutoka roshani ya nyumba yake au kama kulikuwa na njama ya mauaji. Katika hali ya kushangaza, patholojia mkuu wa serikali wa wakati huo, yule aliyekuwa awali amesema kifo kilikuwa ajali, alibadilisha kauli yake. Safari hii alisema aliamini Wanjiru aliuawa. Akasema aidha
alipigwa kwa silaha butu kichwani baada ya kuruka au alisukumwa kutoka roshani kisha kupigwa kichwani. Zaidi ya hapo, daktari huyo alisisitiza kuwa kulingana na urefu wa jengo takriban mita 3 pekee, haingewezekana kupata jeraha kubwa kama lile lililomuua Wanjiru. Alifafanua kuwa ili mtu afe kutokana na kuanguka kutoka gorofani, urefu ungetakiwa kuwa mita 6 au zaidi. Hivyo mazingira ya kifo chake yaliendelea kuibua mashaka makubwa. Maswali zaidi yakaibuka. Damu ilipatikana kwenye roshani ambako alidaiwa kujirusha. Je, ilikuwa damu ya kuumia baada ya kuruka au ilikuwa damu iliyotokana na ugomvi uliotokea ndani? Hata hivyo, mmoja wa wachunguzi wa kesi kwenye Lakanake alieleza mahakamani kwamba ilikuwa vigumu kuthibitisha chanzo halisi cha kifo, kwani Wanjiru alipata jeraha usoni alipoanguka, lakini kilichomuua hasa ni jeraha la kisogo. Kwa miaka 9, kesi hii ilihangaika mahakamani bila jibu. Hatimaye Februari mwaka wa 2022, Jaji Wendy Kagendo wa mahakama ya Milimani alimuamuru mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kufunga faili hiyo, akisema limechukua muda mrefu mno bila majibu ya mwisho. Mwezi Oktoba mwaka wa 2023, mahakama ikahitimisha rasmi kesi ya mauaji ya Samuel Wanjiru. Uamuzi wa mwisho: kifo chake kilikuwa ajali kilichosababishwa na kitendo chake cha kujirusha kutoka roshani ya nyumba yake Nyahururu. Mahakama ikaamua pia kwamba hakukuwa na ushahidi wowote wa kumhusisha mke wake Triza Njeri na njama ya mauaji. Lakini swali linasalia, je, kweli Wanjiru alijitoa uhai au aliuawa kikatili? Kifo cha bingwa huyu wa dunia kimebaki kuwa mfano wa maafa yanayoweza kumpata mtu baada ya kupata utajiri, umaarufu na mali bila nidhamu ya maisha. Sijui nisemeje, ila Mola mwingi wa rehema amweke Samuel Kamau Wanjiru mahala pema peponi inshallah. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shaban Yusuf.